na members. Punge power. Punge power. Mimi nataka kuanza na hii mada ya governor. Na naanza na my governor. His Honorable George Natembeya. Hiyo nayo sitakupembeleza, wewe ni baba yetu, lakini fanyia wana Trans Nzoia County kazi. Waacha kudanganya watu wa Trans Nzoia, unasema unakuja 2 term na hata barabara bado tunaona ni vumbi. Kazi yako ni kubaia watu wazima majeneza, uwawekee pale. My friend, sisi hatutaki kuanza kupanga maisha yetu kabla hatujakufa. Hatutaki. Na mimi nataka kuambia Mr. Natembeya George, kwetu ni support constituency. Mimi natoka kwa Kalebo Hamisi. Barabara hakuna yenye imetengenezwa kutoka Kitale town kwenda kwetu. Bado ni mawe na vumbi. Sasa bado ukikuja kutuambia 2 term, my friend, hakuna 2 term utapata. Utaimba na town movement na uende home. Sisi wenyewe wananchi wenye tulikuweka pale, tulikuweka ili ukuje utuletee maendeleo. Si utupaie majeneza. PS Kayemba alikuwa hapa lakini alifanya kazi yake safi, akaweka lami yake safi na akachapa kazi yake safi miaka 10 na akaenda nyumbani. Lakini wewe sasa ukifanya mchezo, huyo mama ambaye anaitwa Nakumita anakuja kuchapa asubuhi mapema. Tena anakuchapa bila CD. Wacha kupembelezwa hapa hivyo na hao watu wa Trans Nzoia. Hao vijana wanakudanganya. Angalia ground saa hii bwana. Wacha kusema Jezangi sijui amefanya. Jezangi hakuna kitu amefanya. Ni wananchi wanateta. Si Jezangi. Mr. Speaker amefanya vizuri kuleta mada ya governors. Kama kaunti yangu mimi hata siwezi ongelea kaunti ya Nairobi sababu mimi makazi yangu si ya Nairobi. Wazazi wangu wako Nairobi. Wazazi wangu wako Trans Nzoia County. Wanatumia barabara, wanafaa watumia maji, watoto wanatumia hizo shule. Lakini hakuna kitu yote Mheshimiwa George Natembeya utatudanganya nayo this time round. Sisi kama watu wa Trans Nzoia, kama utasimama na sisi this time round 2027, hata wewe unabaki zako unaenda home. Kuna wanaume pale wengi sana na wanawake wanakuja na hiyo kiti. Sasa ukifanya mchezo unaenda home. Naenda Olkalao. Mr. Speaker, hii maneno ya tribalism tulikuwa tumesema itoke. Lakini sasa naona Wakikuyu bado mko na tribalism. Mwache ujinga ya tribalism bwana. Eti huyo mama anasema siku ya election, by election watashikana Wakikuyu 10. Waanze kuongea lugha yao. Kwani kama mimi ni Muluya na ninakaa pale Olkalao, mtanitoa mbio? We mama aje ubumbavu. We mama aje ujinga. Viongozi kama hao mama wanafaa watolewe mbio. Wao kwanza kabla sisi wananchi tutolewe mbio. Jo, nyinyi ndio mnaharibia wenzenu heshima na majina. Wakikuyu tu ni watu wasafi, lakini kuna watu kama nyinyi. Wakikuyu si wabaya. Kuna madoadoa mnaleta hapo ndani mnafanya mpaka ichafuliwe. Tuseme Wakikuyu ni wabaya lakini Wakikuyu ni wazuri. Mnaona watu kama kina Rikijini watu tu wazuri. Lakini nyinyi mnafanya mpaka sisi tuchukie Rigathi Gachagua. Lakini Rigathi Gachagua wako sawa. Lakini we mama, Mr. Speaker, hii mada ya Nyota Fund. Nimeona member amesimama hapa amesema watu wa Antam ni washenzi, ni wajinga. Hatuna akili. Hapana. Sisi hatuna akili watu wa Antam. Hata kama sisi watu wa Antam hatuna akili, basi watu wa Tutam hamna akili pia. Kwa sababu hakuna venye Nyota Fund inaweza kuja kwa watu wa Tutam. Mtu wa Tutam unaishi naye kwa plot anapata Nyota Fund. Alafu mimi mtu wa Antam msipati. Hapana. Kwani si Antam hatuko kadi? Hatuko kadi watu wa Antam. Hapana. Order. Okay, thank you Mr. Speaker. So I want to correct my fellow member. Amesema ati Nyota inakuja kwa watu wa Tutam. Nyota haichagui mtu wa Tutam na mtu wa Wantam. Hatujapata. Na ndio maana nasema Wantam hawana akili, hawana nani.
we must differentiate. Let me summarize. Wait for speaker. Speaker, hapa ni mahali penye tunachambua siasa na haifai tuweke propaganda. Sisi ni bunge la wananchi. Hapana. That's why tunasema tunaongea Oda kidogo. Tafadhali naomba. Naomba tafadhali. Swali. Tafadhali. Usipe mtu swali. Tusianze kuonekana ni kama kitu hakuna kitu tunafanya. Tafadhali, mimi ni spika. Naomba tu heshima kidogo. Ukisikia order, tulia uone ni nini spika anataka kuongea. Lakini sasa mimi nasema order, bado mnarushiana, bado mnaongea. Ile kitu mtaomba tafadhali. Sijui kama kuna sergeant hapo. Tafadhali. Nikisema order na unaona members anaendelea kuongea, ana misbehave, weka yeye kando. Naomba kwa sababu nasema order.